Barabara hizi zinajengwa kwa gharama kubwa, lakini je, wananchi wanaithamini miundombinu hiyo? Kwa miaka ya hivi karibuni, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi imeendelea kujenga barabara za kisasa zenye miundombinu bora ikiwemo njia za watembea kwa miguu, taa za barabarani, mitaro na mifuniko ya mitaro inayounganisha barabara moja na nyingine kwa lengo la kurahisisha usafiri na kuongeza usalama wa wananchi. Lakini jicho la ASAM Online TV limeshuhudia hali tofauti, baadhi ya mifuniko ya mitaro inaunganisha barabara moja na nyingine iking'olewa na kuacha mashimo yanayoweza kusababisha ajali. Katika maeneo mengine, magari yanafanyiwa matengenezo katikati ya barabara huku mengine yakiegeshwa kwenye njia za watembea kwa miguu. Kana kwamba haitoshi, baadhi ya wananchi wamekuwa wakimwaga maji kutoka majumbani moja kwa moja kwenye mitaro ya barabara. Je, hivi ndivyo tunavyolinda miundombinu inayojengwa kwa fedha za umma? Nani atabeba gharama za uharibifu huu? Na nani atawajibika endapo maisha ya watu yatapotea kutokana na uzembe huu? Wananchi waliozungumza na ASAM Online TV wameeleza kuwa vitendo hivyo vinapaswa kukomeshwa, wakisema vinahatarisha usalama na kuharibu miundombinu ambayo imegharimu fedha nyingi kuijenga. Swala la kuibua vyuma ambavyo vinawekwa sehemu ambazo za vivuko vya maji, vile vyuma vile vinapoibiwa, sisi tunaathirika sana bodaboda, wakati tunatumia bodaboda kwa ajili ya kutumia matumizi ya barabara, kwa sababu hususan yani tunapozungumzia yani inaponyesha mvua, vile vishimo vinakuwa vinafikiwa na maji, unaweza ukapita na bodaboda bila kutambua labda kama hapa sehemu pana shimo au vipi, kwa sababu ni mazoea, unajua pana chuma, lakini watoto wanakuja wanaving'oa. Wanapopaki gari humu barabarani wanakuwa nasababisha misongamano ya gari, mafoleni na changamoto kwa bodaboda. Saa nyingine unataka kuwahi safari yako, lakini itabidi umsubirie yeye mpaka arudi ndipo mupite. Sisi inatuasiri kwamba sasa unataka kupita njia hii na maana lazima uzunguke, kwa sababu pale kwa bodaboda huwezi kupita, shafahamu. Na pia labda ichukuliwe na ulinzi au sheria, au tuseme zi kamera nazo ziwe zinafuatilia, kwa sababu tuna kamera za mitaani pia zipo. Tukuelimishwa kwa sababu kuna athari zake, kwamba ukipaki juu ya vikuta kama hivyo watembea kwa miguu, tani zake zilizowekwa pale tofauti na tani ambazo za kwenye gari na mtu kutembea kwa miguu. Kwa hiyo lazima litabomoka lile duboksho. Kwa hiyo ni hasara nyingine tena inatia serikali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa wakala wa barabara Zanzibar ZANROADS amewataka wananchi kuacha kuharibu miundombinu ya barabara na kuitumia kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, huku akisema utunzaji wa barabara ni jukumu la kila mmoja na ushirikiano wa wananchi ni muhimu ili miundombinu hiyo iendelee kudumu na kutoa huduma kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Barabara bila ya kuwa na mitaro, basi barabara hiyo haiwezi kudumu. Kwa hiyo na mitaro haiwezi kuwa open vile vile, kwa sababu mara nyingi mitaro ile ambayo imekatisha kwenye barabara inabidi lazima tuifunike. Sasa kuna baadhi ya mitaro ambayo tumeifunika kwa kutumia mifuniko ya chuma. Wananchi wamekuwa wakiitoa mifuniko hiyo na kwenda kuuza vyuma chakavu. Lakini napenda kuwasihi wananchi kwamba hiyo si tabia njema, kwa sababu kitakachotokezea ni ajali. Aidha ajali kwa watoto au kwa ajali kwa madereva na hususan waendesha bodaboda. Au mtu binafsi anaweza akajikwaa pale akapita bila kujua, labda muda wa usiku akaweza kuumia mguu, kuvunjika. Kwa hiyo ningeliomba wananchi tutunze sana miundombinu hii ya mifuniko ya barabarani. Kuna shughuli ambazo wananchi wanazifanya katika njia za wapita kwa miguu. Kwa mfano utamkuta bodaboda amepaki au gari amepaki, anafanya shughuli zake, kaiweka pale gari yake kwenye walkway. Zile walkway mara nyingi sometimes zinakuwa zina ni drainage chini, halafu juu ni walkway. Au saa nyingine ni walkway peke yake. Ile design yake haikuwa designed kuweza kubeba load kubwa, kubeba mzigo mkubwa. Imedesigniwa kuweza kubeba mtu tu ambaye anatembea pale juu yake na uzito wake si mkubwa. Lakini tunapokuja kupitisha vyombo vya moto juu yake, tunabebesha mzigo ambayo structurally ile structure ile kuweko pale haiwezi kubeba ule mzigo. Matokeo yake mifuniko inapasuka
au zile interlock ambazo zimewekwa kwenye walkway zinadidimia au zinapasuka. Vile vile kuna kadhia moja ambayo wananchi huwa wanatoa mabomba nje. Unamkuta mtu nyumba yake iko level nzuri tu, lakini anatoa bomba nje ya nyumba yake, halafu maji machafu anamwaga kwenye barabara. Kwanza, jambo la kwanza ni afya. Ukitoa maji machafu ukamwaga nje ya barabara au mataka ukaweka nje, ile kiafya unaweza kusababisha maradhi ya mlipuko. Lakini vile vile unaharibu ule umadhubuti ya barabara. Kama utachoma welding kwenye barabara, ile ni lami, kwa hiyo moja kwa moja unaharibu umadhubuti au imara wa ile barabara. Kwa hiyo baada ya muda utasikia watu wanarusha katika mitandao kwamba barabara ni mbovu au labda mifuniko mibovu. Mifuniko, barabara, walkway zote zinajengwa katika kiwango ambacho kinastahili, ambacho kimedizainiwa, lakini matumizi mabovu ndio yanaopelekea vitu hivyo kufeli na kuonekana kwamba miradi hii haikujengwa katika kiwango stahili. Barabara bora hazijengwi kila siku. Tukiziharibu leo, kesho tutamlaumu nani? Hili ni Jicho la ASAM na hizi ni ripoti za ASAM. Mimi ni Abdillahi Abdullah.